Huu hapa ni ushauri ambao alipewa msanii Diamond Platinum na rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Jakaya Mrisho Kikwete, ambapo alimwambia Diamond, kuna baadhi ya vitu utaki kuwa unaonesha. Yani umefanya hichi umeonesha watu, umepata hichi umeonesha watu. Diamond akamjibu akamwambia, mzee wangu, sana yetu kuna muda inataka hivyo. Yani mimi leo ili gari nimeazima, lakini naambia watu ili gari nimenunua dola milioni 5. Bana leo nimepata 100,000, lakini naambia watu nimepata 500,000. Hii show nimejaza watu 100, naambia watu hii show nimejaza watu milioni, watu 10,000. Unaona, kwa sana yetu inataka hivyo. Sasa tumsikilize hapa msanii Diamond Platinum, afu tuje tuongee hichi ambacho nilikuwa nimekusudia kukiongea leo. Nakumbuka kuna mwaka Mheshimiwa Rais mstaafu Dr. Jakaya kutana naye akanambia, mwanangu, jitahidi sana usione unaonesha vitu. Kaambia, mzee wangu, nasema kitu cha kweli, lakini sasa ana kazi yetu inataka stunti. Inataka hata kama ukipata 100,000 useme umepata 500,000. Hata ukienda kufanya show kaingiza watu 100, utakifanya nimepiga watu 10,000. Mtu akiangalia 10,000 wenyewe kwa wapi hapa? Zio, unanielewa? Nikwambia hapo ndio tunapoteseka wanao. Yes, bana, huyo ni msanii Diamond Platinum, Simba la Masimba Dangote. Sasa nini hasa ambacho anakimaanisha hapa Diamond? Anachomaanisha ni kwamba muda mwingine inabidi, wanasemaga fake it until you make it. Sijui unaelewa? Kwa kuna muda hata kama kuna kitu huna, lakini unaamini ipo siku utakipata, basi inabidi waoneshe watu, bana mimi hichi nacho. Wajue kabisa ni cha kwako, ili hata siku ukikipata wasikanganyike, wasipate mkanganyiko kusema kwamba huyu amepataje, kwa sababu tayari ushawaonesha. Simaanishi kwamba watu wa fake, simaanishi kwamba watu wafanye nini, waoneshe vitu ambavyo sio vya kwao, lakini maisha ya sanaa siku zote, ndio maana ikaitwa sanaa, ndio maana wakaitwa wasanii, yani kwamba wana usanii mwingi. Sasa ukiwa ni msanii unataka tu muda wote kuonesha watu kuwa bana mimi niko hivi, uko hivi, watu watakuzoea hivyo na hakuna kitu utafanya. Sijaongea hivi kwa maana mbaya, kama kuna mtu nimemkosea kwenye hili aniwie radhi. Mimi naitwa Bounce.